Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia ziada za rehma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu, leo nawaleteeni sura tatu. Sura tatu hizi ukizisoma kwa siku asubuhi na jioni zitakutosheleza. Ni sura fupi sana, lakini wallahi zina faida kubwa sana kwa mtu ambaye atakayekamata na kuzishika na kwenda kuzifanya kazi sura hizi tatu. Kwa hiyo ni vyema ukasikiza darasa hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili upate faida kutokana na hizi sura ambazo leo tunakwenda kuzieleza biidhnillahi ta'ala. Hizi sura kwanza zitakufanyia wepesi katika swala zima la riziki, lakini vile vile ni kinga kwako wewe zidi ya wanadamu, zidi ya majini na chochote kile ambacho chenye kudhuru. Sura hizi zitakukinga biidhnillahi ta'ala. Kwa hiyo ni vyema ukasikiliza darasa hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na baada ya kusikiliza basi uchukue hatua na uweze kuzisoma hizi sura ili Mwenyezi Mungu ajalie kupata kinga na kupata ufunguzi wa riziki. Tena nikakupe maelekezo na namna gani unaweza ukazifanya hizi sura. Ni nyepesi ambazo kila mmoja anazifahamu na mara kwa mara zinasomwa sana sura hizi. Mara kwa mara sura hizi zinasomwa. Acha kwanza nikutajie ni sura zipi, alafu baada hapo nikupe maelekezo yake namna kuzifanya. Sura ya kwanza ni sura al-Ikhlas, bimaana qul huwallahu. Sura ya pili ni suratul Falaq, yani qul a'udhu birabbil falaq, na sura ya tatu ni qul a'udhu birabbin nas, kwa maana surati Nas. Tuanze na hii qul huwallahu ahad. Hii sura ina faida nyingi, tumezieleza katika darasa za nyuma ambazo zimepita. Mimi hapa nataka nikupe faida moja tu ya sura hii, moja tu. Kwa mtu ambaye ana matatizo ya kimaisha, riziki zako zimekuwa ngumu, mambo yako yamekuwa mazito, jitahidi ukifika nyumbani kwako, yani ukirudi katika mazingira yako, ukifika nyumbani, toa salamu, sema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama kuna watu watakuitikia sawa, kama hakuna watu wakuitikia, sema assalamu alaika ya Rasulullah. Ukimaliza kusema assalamu alaika ya Rasulullah, soma hii sura, sema qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Angalau isome mara hii moja. Wallahi lazim, yuko sahaba alikwenda kwa Mtume kwenda kumlalamikia hali yake, maisha yake magumu. Mtume akamwambia ukifika nyumbani toa salamu. Baada ya kutoa salamu, kama hakuna mtu aliyokuitikia, basi nitolee salamu mimi, sema assalamu alayka ya Rasulullah. Kisha baada hapo soma suratul Ikhlas, kwa maana hii qul huwallahu ahad. Yule sahaba alikuwa anafanya hivyo. Mwisho wa siku wallahi Mwenyezi Mungu alimjalia kipato mpaka yeye akawa anasaidia jirani zake pale mtaani. Asa hii ni faida moja nimekupa katika suratu al-Ikhlas. Lakini hizi sura zingine Nasi na Falaki ndio sura ambazo Mtume wetu Muhammad alikuwa anajilinda nazo sana. Kila anapolala basi alikuwa anasoma sura hizi. Asa leo nataka nikwambie kitu kimoja. Jitahidi asubuhi na jioni soma sura hizi. Soma qul a'udhu birabbin nas mara 3, soma qul a'udhu birabbil falaq mara 3, na soma qul huwallahu ahad mara ngapi? Mara 3. Msikilize Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anasema, man qara'aha suratul Ikhlas, mwenye kusoma suratu al-Ikhlas kwa maana qul huwallahu wal falaq, na akasoma qul a'udhu birabbil falaq, wan nasi, na akasoma qul a'udhu birabbin nas 3 marati, akasoma mara 3, yani kila moja mara 3. Hina yusbihu 3, wakati wa asubuhi akasoma mara 3, wa hina yumsi 3, na wakati wa jioni akasoma mara 3. Takfika min kulli shay'in. Mtume anasema sura hizi zitamtosheleza mtu huyo kwa kila kitu, kwa kila kitu itamtosheleza mtu huyo. Ndugu yangu katika imani, acha nikueleze jambo moja kutokana na hizi sura. Haba nikuchambulie tu sura moja hii ambayo ni suratul Falaq. Ukisema qul a'udhu birabbil falaq, maana yake najilinda, sema najilinda kwa Bwana wa alfajiri au kwa Bwana wa asubuhi. Min sharri ma khalaqa,
kutokana na shari ya kile alichokiumba. Wa min sharri ghasiqin idha waqaba, na shari ya usiku linapoingia giza. Mara nyingi hata wachawi wanga wanaloga usiku, shekhi. Una shari ya usiku inapoingia giza. Wa min sharri nafathati fil uqadi, na najilinda na shari ya wale wenye kupuliza mafundo katika njia panda, wachawi maana yake yani. Ndio maana nikakwambia sura hizi ukisoma asubuhi na jioni ni kinga. Na hizi bwana Mtume alikuwa anasoma sana usiku wakati wa kulala, alikuwa anasoma sana sura hizi. Kwa hiyo nimekuletea uzisome, uziwe nazo ili Mwenyezi Mungu akujalie kupata kinga. Lakini vile vile hii Suratul Ikhlas kazi yake kubwa na nyingine vile vile inaleta riziki kwa mtu ambaye maisha yake magumu, hali zake ni mbaya, basi inamsaidia sura hii kuleta riziki katika nyumba na kufanya maisha yako yawe kidogo alhamdulillah kwa kusoma sura hii. Kwa hiyo jitahidi sana ikifika wakati wa asubuhi ukasoma mara tatu yenyewe, kwamba kila moja mara tatu. Isiwe mara tatu kwa pamoja, la yani kila moja mara tatu. Kwa mfano kama utasoma Suratul Ikhlas kwa maana kul huwallahu, basi utaisoma mara tatu. Na kama utaisoma Suratul Falaq nayo mara tatu, na Suratul Nasi mara tatu. Kwa hiyo kila sura moja itasomwa mara tatu. Ukifanya hivyo inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyosema Mtume, ukisoma sura hizo zitakutosheleza. Inshallah tuishie hapa leo. Tukutane katika darasa lingine lijalo na katika somo lingine la wakati mwingine ujao wa adhkari na dua. Na yule mwenye maswali yake basi anaweza kaacha comment yake hapo chini, tutakwenda kuyapitia na kujibu maswali yako hayo. Na yule ambaye anataka kushare video zetu, unaweza kushare kwa watu wengine ili ujumbe huu ufike kwa watu wengine biidhnillahi taala. Wabillahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.